Hivi kabla ya kumaliza hapa, tumeona Young Africans mashabiki wameenda leo kwa ndugu zake na Damaro Msukuma mwenyewe Ngosha. Umeona bila shaka. Ni watu wa comedy. Unajua Yanga ni timu ya comedy. Mambo yao ya kutengeneza comedy. Sasa yule ni mgeni, wazazi wake mwanzo wamefuata nini? Umeelewa? Kwa hiyo ni watu wa kutengeneza comedy, wamewatengeneza watu, wameenda ndo pati yao ya kujifurahisha. Kwa hiyo uwezo kuwazuia Yanga kwenye mambo yao wakiamua katika kufanya nini? Kujifurahisha. Lakini je, yana uhalisia au yana taswira gani katika nini? Katika mpira wetu wa Tanzania. Alafu wakumbuke kabisa hii kesi bado mbichi. Hii kesi inayosubiriwa ni karatasi ya hukumu. Jana umemsikia mwenyekiti wetu wa bodi. Kesi inasubiria karatasi ya hukumu ili tuende wapi? Twende kasi. Kwa hiyo jinsi wanavyoongea na kutamba hivi, wanazidi kuutia uongozi wa Simba nini hasira. Na Simba hawajawahi kufeli kesi katika nini? Katika mahakama nini? Ya rufaa ya kasi. Leo pia nimemwona amepanga kwenye first 11. Ni kama Young Africans wanajiamini sana kabisa. Yanga wanajiamini. Yanga siku zote ndo walivyo. Yanga angalia walivyokanyaga mkataba wa nani? Wa SportPesa. Kipindi kile na haya. Kwa Yanga ndio timu ambayo yani haijali lolote katika masuala nini ya mkataba. Kwa ni timu ambayo wana sheria wake sijui wako wapi. Si umeelewa? Wewe mwenyewe si umeona kesi ya nani ya Bernard Morrison? Si umeona ile kesi ya Dabi walivyoenda wamepoteza mamilioni ya pesa kule, lakini mwisho wa siku kesi imefanya nini? Nyama akashinda. Kwa hiyo Yanga ndivyo alivyo. Mimi Yanga unatakiwa uwazoee. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwao katika kukanyaga nini mikataba. Unaona pia kuna mjadala wa kumhusisha Kibu Dennis kwamba nyinyi mnalalamikia Damaro, lakini pia Kibu Dennis naye alibadilisha Utanzania uraia. Kibu Dennis ni free state. Umeelewa? Shida shule. Free state manake free state person manake ni mtu ambaye hana nchi yoyote. Mtu yote akishakuwa mkimbizi, nchi yake na machafuko, tafsiri yake manake huyu ni free state person. Umeelewa? Ni free state citizen. Manake huyu nchi yoyote anaenda kuchukua uraia. Kwa hiyo Kibu Dennis uraia wake wala hauna complication aina yoyote. Umeelewa? Alafu Kibu Dennis akuomba uraia na Simba. Kibu Dennis ameomba uraia na nani? Na nchi wakati anatakiwa akaitumikie. Lakini Simba walimsajili kama mchezaji wa ndani mara ya kwanza. Umeelewa? Baada ya kubadilishwa Simba ndo wakaanza kumtumia kama mchezaji wa nini? Wa ndani. Lakini Simba walimtumia kama mchezaji walimchukua kama mchezaji wa nje. Lakini mwisho wa siku nchi yetu TFF ndo alienda kumwombea uraia Kibu Dennis ili aitumikie timu ya taifa ya Tanzania. Na uraia wake ulikuwa rahisi kwa sababu Kibu Dennis ni free state nini citizen. Unaona kama Young Africans pia mkishinda kesi ni watafanya comeback kwa Kibu Dennis? Hawezi. Kibu Dennis hana shida. Yani hana shida. Kabla ya kubadilisha uraia alikuwa anacheza Simba, si ndio? Na alikuwa na uraia gani? Pale alikuwa na uraia wa yule alipokuwa Kongo. Alipokuwa wapi? Mbeya City. Sawa, alikuwa ni raia wa Kongo. Lakini ambaye ana nini? Yuko ni free citizen. Kwa sababu gani? Yule baba yake na mama yake pamoja na yeye na familia yao walitoroka vita Kongo, wakawa wanaishi Goma. Hata babake, kwani babake kafia wapi? Si nyumba za wakimbizi zile. Uruhusiwi hata kujenga nyumba ya matofali pa. Umeelewa? Kwa hiyo wale wana haki ya kupata uraia, na ndio maana hata mama yake amepata green card. Anaishi wapi? Marekani. Kwa Kibu Dennis sio Tanzania, nchi yoyote akiamua kuchukua uraia anachukua. Na ndio maana uraia wake umekuwa rahisi sana kwa Tanzania. Kapata pasipoti haraka na uraia wake na akaitumikia nini? Timu ya taifa. Sasa jiulize kwa nini Damaro mpaka leo sikashapewa pasipoti ya Tanzania? Kwa nini timu ya taifa hatumiki? Na ni mchezaji mzuri. Ina maana taratibu zile bado. Lakini kwa unavyomwona Damaro anastahili kiwango chake, ubora wake, anaingia kwenye timu ya taifa. Anastahili, kwa nini asistahili? Yuko vizuri. Sababu namba 6 za sasa hivi anatakuwa namba 6 inayogonga, namba 6 ambayo ina mwili mkubwa, yuko mwepesi, yani yuko vizuri. Kwa ana uwezo wa kuingia katika timu ya taifa akaenda kushindania namba akapata kucheza. Si umeelewa? Sasa kama anacheza Kevin Nasho, kwa nini Damaro asicheze? Kwa hiyo shida ni uraia wake bado una mashaka. Wananchi hao wameipiga timu ambayo wewe ulishindwa kutafuna mfupa wake. Labda na sisi wakati wanapanda daraja tungeweka nao rafiki. Labda tungepata matokeo.
tungeweka urafiki kwa sababu hao walivyopanda tu daraja sehemu ya kwanza kufika walifika klabuni, kwenye klabu ya Yanga, viongozi wao umenelewa bwana, wakaweka mikataba yao na urafiki wao katika masuala ya kiuendeshaji wa nini wa taasisi yao. Kwa hiyo yani uwezo ukasema kwamba kuna mechi ya Pamba na Yanga ukae kabisa uangalie upate burudani kama ilivyokuwa Pamba na Simba. Umeelewa? Pamba na Simba ilikuwa mechi dume. Yani Pamba na Simba, alafu ukichukua Simba na Azam ni mechi ambazo ukizichukua na pamoja na Singida na Simba. Yani hizi ndio mechi tatu katika ligi yetu. Sidhani kama zitatokea mechi kama hizi. Pengine Pamba alikwenda kwa Young Africans kujifunza kwa sababu wao ndio mabingwa mara nyingi zaidi Tanzania JBC. Kujifunza. Sasa madhara ya kujifunza ndo kama haya. Haya ndo madhara ya kujifunza. Ukiangalia mchezo wa leo na mchezo dhidi yenu, mchezo dhidi ya Azam Football Club na Young Africans, kuna tofauti JBC? Pamba na Azam ilikuwa ni mechi. Yaani ile mechi mimi nimeiangalia, sikupepesa macho pembeni muda wote. Full 90 minutes. Yaani ule mpira unakuvuta kwamba njoo uangalie. Yaani unaombea muda usifanye nini usiishe kutokana na matukio yaliokuwa yanafanya nini yanatokea. Watu walikuwa wanagongana. Si ndio mechi ambayo Faisal alipewa red card? Si unakumbuka? Kwa hiyo ilikuwa mechi ya kuvuta ni kuvute. Sare ya 2-2. Yaani Azam akifunga Pamba anasawazisha, Pamba akifunga Azam anasawazisha. Ilikuwa ni mechi dume kulikweli. Si umeelewa? Ukija Simba na Azam, goli limedumu ndani ya dakika moja. Umeelewa Wakaja wakafanya nini? Wakasawazisha. Yaani Pamba anakuja, Simba anafanya nini? Anakuja. Tofauti na mechi ya nini? Mechi zote mbili za Yanga na Azam, Yanga na nini na Pamba. Kuanzia mechi hapa Dar es Salaam na hata ile mechi ya nini? Ya Mwanza. Goli wanazofungwa ni kuanzia goli 3 kwenda nini? Kwenda juu. Tangu ipande daraja, Pamba haijawahi kufungwa chini ya goli 3. Si umeelewa? Kwa hiyo mechi ilikuwa haina mvuto insachi. Yaani sijaiona ile Pamba nilokuwa naiona mimi kwa sababu watu wote Pamba tulisema inarudi Pamba ile ya kipindi kile kina Fumo Felician, kina Nteze John Lungu, kina George nani Masatu, umeelewa, kina Hussein Abed Masha, si umeelewa, Amani Masha, kina Alfani Ngasa. Yaani Pamba ile kina David Mwakarebela, kina Deo Mkuki. Golini uko Rwechungura. Si umeelewa? Ndio tulikuwa tunajua labda Pamba hii inaweza kufanya nini ikarudi. Na wao kitaka kujua kwamba hii mechi haikuwa lolote, angalia hata hali ya mashabiki wa Mwanza. Angalia hali ya mashabiki Simba, mechi ya Simba na Pamba, afu angalia hali ya mashabiki ya Yanga na nini na Pamba. Yaani mashabiki wenyewe uwanjani walikuwa hakuna. Mashabiki wengi waliojani wao walitoka Dar es Salaam, walitoka mikoa mbalimbali kwenda pale. Lakini mashabiki wenyewe wa Pamba wanajua ni mechi ya aina gani. Na ndio maana wakufanya nini? Uiwekea maanani nini ile mechi. Walikuwa wanajua kabisa Pamba anaenda kufanya nini? Kupotea. Na ndio maana hawakujaa uwanjani. Wewe umeona walijaa hapa katikati tuna VIP kidogo. Lakini majukwaa yote yalikuwa nini? Yalikuwa empty. Si umeelewa? Hebu niambie sasa Simba na Pamba. Hata sehemu ya kutemea mate hivi hakuna. Si umeelewa? Sehemu ya kutemea mate ilikuwa hakuna. Si umeelewa? Mechi ilikuwa kubwa, mechi ilikuwa na hali. Watu wa Mwanza walikuwa na hali, wanajua kabisa leo inaenda kufanya nini? Unaenda kupigwa mpira. Lakini mechi ya leo ilikuwa hamna kitu. Yaani matokeo yanajulikana kwa sababu hata viashiria sawa, ukiangalia mechi ya Simba na Pamba, muangalie mkuu wa mkoa. Motivation yake kuelekea kwenye hii game kwa wachezaji wa Pamba, anawatembelea mazoezini, maandalizi yalikuwa bora, uongozi wao wote ulikuwa bora. Hata msemaji wao akizungumza unaona kabisa kwamba hapa kuna nini? Kuna mechi. Ahadi walizowekewa unaona kabisa hapa kuna mechi. Lakini mechi ya leo hamna ahadi yoyote, hajawekea motivation yoyote. Hata mkuu wa mkoa sijamsikia azungumze chochote, sijamuona kwenye peji yoyote. Si umeelewa? Kwa hiyo ni mechi ambayo ni yani wazungu wanasema pretending match. Pretending match. Ni mechi ambayo yani unaona kabisa kipindi cha kwanza wameingia wamepigwa goli 2, kipindi cha pili kidogo wakaonyesha kama kuna mpira fulani, wamefungwa goli la 3, mechi imeisha.